Wito huo umetolewa na naibu mstahiki meya manispaa ya Singida Abdallah Almasi Mkoko wakati wa kongamano la usiku wa stara, kongamano lililoandaliwa na taasisi ya The Sisters in Iman kwa kushirikiana na wahadhiri mbalimbali dini ya Kiislamu hapa mkoani Singida. Lakini ndugu zangu, inapoharibika ndoa ndo tunazalisha watoto wanaitwa machokora, watoto wa mitaani. Alikuwa napita jioni karibia na mtaro mmoja wa maji, nikakuta vitoto viwili vimelala kwenye mtaro. Iliniuma sana, lakini ukifuatilia utakuta kwa asilimia kubwa ni migogoro ya ndoa. Kiongozi huyo amesema ili kuzuia migogoro ya ndoa na kupunguza idadi ya ndoa kuvunjika, viongozi wa dini wanapaswa kuweka utaratibu wa kutoa semina na mafunzo kabla ya ndoa. Kwa hiyo ndugu zangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina imani sana na viongozi wa dini. Tuendelee kushirikiana na kushirikishana katika harakati mbalimbali, haswa harakati ambazo zinahusu maisha ya familia, kwa sababu ndoa ikiharibika, ikiyumba kule, matatizo yanaikumba mpaka serikali. Kunakuwa na kesi nyingi ambazo zingepushwa, serikali ingetatua migogoro mingine. Kwa sababu ukisha isoma ndoa utakwenda kuishi vizuri na kwenye mfumo wa dini unavyoamrisha. Kwa hiyo tunaomba mashehe wetu wajitahidi kabla ya ndoa waingie darasani, waisome ndoa, ndipo basi waingie kwenye ndoa. Kongamano hilo lilipambwa kwa mada mbalimbali zilizotolewa na wahadhiri kutoka ndani na nje ya Tanzania, akiwemo Sheikh Yasin Rubavu kutoka nchini Rwanda. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, an-nikahu min sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ad-dunya mata wa khayru mataiha al-mar'atu as-salihah. Dunia ni utamu, na utamu wa dunia ni mke mwaminifu. Malezi ya dini ni yale ambayo mwanamke atamtambua mwanaume ni nani, ni ipi daraja ya mwanaume, lakini ni zipi haki za mwanaume. Mama zetu sisi tumekuwa sisi, wazee walikuwa wakitoka nyumbani, anamaliza hata mwezi hajarudi nyumbani, yuko kwenye utafutaji, lakini mama analea familia. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mhasin TV.